Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi ya baraka, ni asubuhi ya matendo makuu ya Mungu wetu aliye mtakatifu wa Israeli. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Leo tunajikumbusha katika kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6, tunakutana na habari za Gideoni. Huyu Gideoni alikuwa ni Mwisraeli, alikuwa mtoto wa Yoashi, lakini Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walifanya dhambi mbele za Bwana. Mkono wa Midiani ukawa juu yao miaka 7. Kwa hiyo wakawa ni watu watumwa kwa Midiani, wakawa wanajificha kwenye mashimo. Lakini hayo yote walitenda kwa sababu walimuasi Bwana hiyo miaka 7. Tunaona Mungu anamtokea Gideoni, anasema, malaika wa Bwana anamtokea Gideoni, anasema, ewe shujaa uliyebarikiwa. Unaona Gideoni anaanza kuhoji, mimi nimekuwa mtumwa kwa Midian zaidi ya miaka 7, ni ukuaje leo unaniambia mimi shujaa? Kwa hiyo unaona Gideoni anatafakari yale matendo ambayo anapitia wakati ule, wakati Midian wanawatesa. Unaona Gideoni anasema, inakuwaje unaambia mimi shujaa? Lakini malaika wa Bwana anamwambia kwamba, anampa nguvu kwamba wewe ni shujaa kwa sababu Mungu yu pamoja nawe. Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha inawezekana wewe umekata tamaa, lakini Mungu anakutazama kwamba wewe ni chombo chake cha utukufu, unabeba sifa za ukombozi kwa neema yake. Kwa hiyo usijidharau, kwa maana Mungu akishakuwa upande wako utashinda zaidi ya kushinda. Unaona Gideoni anamuuliza malaika wa Bwana, ukisoma Waamuzi ile 6:12 anakuambia, yako wapi matendo makuu ya baba zetu ya zamani waliotoka Misri, waliovuka bahari ya Shamu? Yale matendo makuu yako wapi? Mbona Mungu katupa kisogo? Lakini kwa sababu tumemwasi Bwana. Unaona pale Gideoni anahoji kwamba yako wapi matendo makuu ya Mungu, kwa maana zile habari za vizazi na vizazi tangu babu zake waliotoka Misri, anahoji kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, kwa maana Mungu alijifunua kwa baba zao. Alitembea mchana kwa wingu na usiku akatembea kwa nguzo ya moto. Kwa hiyo hawa ni watu walikuwa wanatembea na Mungu wazi wazi. Kwa hiyo Gideoni anahoji, yako wapi yale matendo makuu tuliyosimuliwa na baba zetu ya zamani? Kwa hiyo malaika wa Bwana anamwambia, kwa sababu mkono wa Midian uko juu yenu, lakini wewe ndio utakaye kuwaokoa Israeli na mkono wa wana wa Midian. Kwa unaona pale malaika wa Bwana anampa maelekezo kwamba inabidi uivunje zile madhabahu za Ashera, usivunje zile madhabahu za bahari. Unaona Gideoni anasema haya mambo atakuwaje? Lakini unaona Gideoni akatumia hekima, usiku wa manane akachukua baadhi ya wafanyakazi 10 na yeye wakazivunja zile madhabahu. Unaona wale wana wa Israeli, asubuhi kumekucha, wanaona bahari pamevunjwa, ile madhabahu ya bahari. Unaona wana wa Israeli wanasema, ni nani aliyetenda haya? Wakasema, huyu ni mwana wa Yoashi ambaye ni Gideoni ametenda mambo haya. Wakamwendea baba yake ambaye ni Yoashi, wakasema, mlete mwanao ili auawe kwa sababu kavunja madhabahu ya bahari. Unaona yule baba yake ambaye ni Yoashi akasema, bahari mtamtetea mpaka lini? Yeye kama ni Mungu basi ajitetee yeye kama yeye. Kwa hiyo kwamba siku zote Mungu huwaga anajitetea. Mungu huwezi kumtetea, ila Mungu anajitetea. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu, tukae katika ile kweli ya Mungu. Hakika tutamwona Mungu akitutetea katika maisha yetu. Kwa hiyo mkono wa Mungu ukaanza kutenda na Gideoni kwa mapenzi yake. Unaona Gideoni anataka ishara kwamba Mungu kama upo pamoja nami, je, ishara gani ambayo utakanionyesha kwamba wewe uko pamoja nami? Unaona Gideoni anachukua ngozi, anaiweka katika nchi, anasema, nataka hii nchi yote iwe na umande isipokuwa hii ngozi iwe kavu. Unaona Mungu anatenda sawasawa na yale aliyesema Gideoni. Unaona Mungu anatenda sawasawa na yale aliyesema Gideoni, lakini Gideoni akataka tena mara pili arudie, asema, Mungu usinionee hasira, nataka tena
siku ya leo nataka hii ngozi iwe na umande na kote kuku na umande. Kwa hiyo yale alikuwa anatenda Gideoni kwa sababu alitaka udhihirisho kwamba Mungu kweli upo pamoja nami, na unaona Mungu alitenda sawasawa na lile neno la Gideoni. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu. Huyu Mungu atatenda mambo makubwa ya ajabu, kwa maana yeye ni Mungu wa kujifunua katika maisha yetu. Kwa hiyo yeye anachotaka ushirika wa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tudumishe sana ushirika kumtafuta huyu Mungu. Mungu atajifunua katika maisha yetu. Mungu atatupigania, atatulinda, atatushika mkono kwa mapenzi yake, kwa maana yeye ahadi zake ni mwaminifu. Kwa maana sisi anatuficha uso wake, kwa sababu sisi sio waaminifu kwake. Kwa hiyo Mungu akituamini, tukijiaminisha kwa Mungu, tukawa wacha Mungu wa kumpenda Mungu, haka Mungu atatenda, atatubariki tuingiapo na tutokapo kwa neema yake yeye Kristo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tudumishe sana ushirika, kwa maana Gideoni alishinda kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Kwa maana wana wa Israeli walishinda ile vita kwa sababu Mungu alikuwa upande wao, kwa maana waliomba toba ya kweli, toba ya moyoni. Kwa hiyo wana wa Mungu, kwa neno la matumaini asubuhi ya leo, mpende Mungu kwa moyo wako wote, naye atathibitika katika maisha yako. Barikiwa sana kwa neema ya Kristo Yesu. Amen.